الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. روى الإمام الخطيب البغدادي في كتابه، أمسمليا الإمام الخطيب البغدادي. الإمام الخطيب البغدادي ni mwanachuoni mkubwa kabisa katika wanachuoni wa hadithi, na wote walokuja baada ya Khatibu al-Baghdadi basi ni wanawe katika fani ya hadithi. Yani wote walokuja baada ya Khatibu al-Baghdadi ni watoto wake, manake katika fani ya hadithi. Na mwanachuoni huyu hajapatapo kuonekana isipokuwa alikuwa akionekana akiandika, akisoma, au ana kitabu mkononi anafanya muraja, na hakuna katika fani ya hadithi isipokuwa ameiandikia kitabu, isipokuwa kama ipo ni nadra sana, kiasi ambacho baadhi ya wanachuoni wanasema hakuna. Khatibu al-Baghdadi ni gogo kubwa sana katika maulama wa hadithi. Anasema katika kitabu chake Al-Jami' li Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami' biisnadihi, kwa sanadi yake, ana Umar ibn Khattab. Ukiambiwa biisnadihi kwa sanadi yake, maana yake naye mwenyewe yumo katika hiyo sanadi. Sawa sawa zile istilahi mbili tunazozisema, ukikuta hadithi imeandikwa akhrajahu Bukhari au akhrajahu Muslim au akhrajahu An-Nasa'i au akhrajahu fulani, akesha ukaikuta nyingine imeandikwa akhrajahu fulani, maana yake ni sawa sawa. Akisema akhrajahu, maana yake rawa hadha alhadithi biisnadihi, amesimulia hadithi hii kwa sanadi yake, maana yake mpaka kufika kwa yule mhusika, lakini na yeye mwenyewe katika sanadi yumo. Kwa hiyo ukisikia akhrajahu al-Bukhari, maana yake hasa hii istilahi inaonyesha kwamba al-Imam al-Bukhari katika sanadi yumo, maana katika ile hadithi sanadi mtiriko wapokezi wa hadithi na yeye yumo, nafahamu. Lakini akisema kharrajahu amefanyia takhriji hadithi, yeye mwenyewe katika sanadi hadithi hayumo. Simeelewa? Ndio maana yake hizo istilahi za hadithi zinatakana msifahamu, na imebadilika hapo amesema rawa al-Khatibu fi kitabihi biisnadihi, maana yake ndio akhrajahu al-Khatibu al-Baghdadi fi kitabihi. Naam, anasema ana Umar ibn Khattab, kutoka kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, amesema, anasema ta'allamu li'ilma, jifundisheni elimu, wa ta'allamu lil'ilmi as-sakinata wal-hilm, na jifundisheni kwa ajili ya elimu as-sakina, utulivu, wal-hilm, na upole, watawadhau liman tuallimuna, na nyenyekeeni, kuweni na unyenyekevu, liman tuallimuna, kwa wale ambao nyinyi mnawafundisha. Yani msiwe kwamba mna kibri, mna jeuri, wagumu sana. Mwalimu hatakani awe hivyo. Mwalimu hatakani awe mpole, awe na utulivu, awe mnyenyekevu kwa wale ambao wanawafundisha, kwa sababu tayari anakuwa na akisi mwanafunzi kutoka kwake yeye yule mwalimu. Kwa hiyo lazima mwalimu awe na tabia zilizokuwa nzuri, awe na tabia zilizokuwa njema. Baadhi ya wakati mwalimu anakuwa na tabia mbaya, baadhi ya wakati mwalimu inawezekana akatokezewa na hali tofauti tofauti. Mwanafunzi inatakana kwamba fanye amstahimilie mwalimu. Simefahamu? Yani inawezekana mwalimu ikawa moyo wake una hasira kila wakati,
Inawezekana kwa pengine amekerwa nyumbani au amekerwa kwa anakotokea, akaja kumalizia hasira zake kwa nani? Kwa wanafunzi wake, hususan wale ambao wanasomesha madrasa. Akishakerwa kwa yeye, hasira zake anakuja kumalizia kwa watoto wa madrasa, na achapa mkaji kweli. Kama hutozingatia utasema huyu mbona kakasirika hivi yani. Kumbe zile hasira akashakerwa sehemu nyingine. Tulikuwa sisi tunaye mwalimu mmoja wa madrasa, si mwalimu mkuu, lakini alikuwa akimsaidia mwalimu. Kwa hiyo yeye alikija madrasa anachapa kweli mikwaju. Kumbe alikuwa anasoma shule huko, manake bado hajamaliza kusoma kama shule chuo, lakini alikuwa anasoma huko. Sasa yeye akishakupigwa huko shule huko, au kashafanywa kitu ambacho na wale wanaomsomesha, basi anakuja naye kulipiza wapi? Madrasa. Sasa ni jambo ambalo kwa sila sawa, bali mwalimu anatakana jipambe kwa tabia zilizo njema. Na hapa Umar ibn Khattab anaonyesha kwamba mwalimu anatakana sifikane kwa adabu zilizo njema. Ndio maana akasema watawadhu liman tuallimuna, na nyenyekeeni kwa wale ambao nyinyi mnao wasomesha. Watawadhu liman taallamuna minhu, na nyenyekeeni vile vile kwa wale ambao nyinyi mnajifunza kutoka kwa wao. Manake hizi ni adabu sasa za mwanafunzi anatakana awe nazo kwa nani? Kwa mwalimu. Hapa mwanzo amezungumzia adabu ambazo mwalimu anatakana awe nazo kwa mwanafunzi, na hapa pa pili anaelezea adabu za mwanafunzi ambazo anatakana kwamba awe nazo kwa mwalimu wake. Wala takunu jababirata alulama, wala msiwe nyinyi ni majabari katika wale majabari, watu wenye elimu, wana kibri, wenye jeuri, wenye kujiona. Ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani. Fala yaqumu ilmukum bijahalikum, wala haitosimama elimu yenu kwa nini? Kwa ujinga. Maana haitosimama elimu yenu kwa ule ujinga ambao ulikuwa upo. Lazima mtu ajitahidi kwamba ajipambe kwa sifa ya kuwa yeye ni mwenye na mpaka kuhakikisha kwamba elimu anaitia mikononi, anaifahamu. Mwanafunzi asome kwa nia ya mwanzo kabisa utambua kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, na kujua kwamba elimu ni katika kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekipa hadhi na amekinyanyua. Kwa hiyo wewe siku ambayo utakayokuwa umekata darasa, basi elewa kwamba wewe umejiweka mbali sana na jambo ambalo khairi zake ni nyingi mno, kwa sababu hakuna jambo katika dini hii liloelezewa ikawa Allah, malaika zake na kila kilichomo katika mbingu na ardhi ikawa vinakuombea dua, vinakuombea msamaha, kuliko jambo la mtu kutafuta elimu. Akakaa darasani akasoma dini yake, akajua amri za Mola wake, akajua makatazo ya Mola wake, na akamjua Allah ni nani hasa, basi huyo mtu ana fadhila kubwa sana. Lakini shetani hili analifahamu, analijua. Kwa hiyo yeye hakubaliani kabisa kukuacha wewe ukawa unahudhuria darasani. Atakuletea sababu. Ima inawezekana mwalimu akamletea sababu ili asihudhurie darasani, au mwanafunzi akamletea sababu ili asihudhurie darasani, ili auwe ile khairi ambayo ilikuwa imeasisiwa na hawa watu wawili. Kwa sababu khairi hii imeasisiwa na watu wawili, mwalimu na mwanafunzi. Kwa hiyo mwalimu anatakana ajifahamu kwamba jukumu lake ni lipi, kadhalika mwanafunzi vile vile anatakana kwamba afahamu kwamba yeye anaandamwa na nani? Anaandamwa na shetani. Ala talibil ilmi an yakuna qasduhu, wanasema ahlul ilmi, ni juu ya mwanafunzi liwe kusudio lake bitalabil ilmi, kwa jambo la kutafuta elimu, wajha Allahi wa dar al-akhirah, lengo lake kubwa liwe ni uso wa Allah, amkusudie Allah subhanahu wa ta'ala, na ajue kwamba yeye kuna siku atakwenda kukutana na Allah na atamlipa. Wa dar al-akhirah, na ikusudie nyumba ya akhira, kuitengeneza akhira yake. Lianna Allah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hatha, amehimiza alayhi, kumhimiza huyo mwenye elimu, waraghaba fihi, na akampendezesha huyo mwenye elimu. Manake akamuonyesha kwamba elimu ni jambo ambalo lilikuwa zuri na jambo ambalo lilikuwa bora. Raghiba an na raghiba fi, raghiba an manake kuchukia, na raghiba fi na maana ya kupenda. Wa man yarghab an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu, kwa maana hakuna mtu ambaye anachukia mila Nabii Ibrahim isipokuwa yule ambaye aliotia ujingani nafsi yake. Raghiba an na raghiba fi, na sione kwamba herufi au maneno ya Kiarabu yanatamkwa tu, isipokuwa kila unachokiona kinatamkwa
maana yake kina mweko wake. Kila unachokiona kinatamkwa kina mweko wake. Sio kama yule ambaye alikuwa yeye amepewa maneno ya Kiarabu akisha kaambiwa abadilishe, apeleka maneno ya Kiswahili abadilishe apeleke katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo akaangalia akaona si maneno tu kubadilisha, alipoa meza akapoa kiti akapewa maneno tele abadilishe, atoe lugha ya Kiswahili apeleke lugha ya Kiarabu. Akaona Waarabu ni watu wa aini. Kwa hiyo akaandika tu meza kieti. Simefahamu kwa sababu anajua Waarabu ni watu wa aini. La, kila neno manake lina mweko wake na linatamkwa vyake na kina hali yake. Sio kwamba labda wewe ujitungie tu kwamba neno hilo liko hivyo. La. Kwa hiyo anasema waraghaba fihi, na akapendezesha ndani yake. Faqala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam, basi tambua, jifunze, fungamana na elimu, annahu la ilaha illa Allah, jifunze ya kwamba hapana mola apasaye kwake isipokuwa Allah. Kwa maana jambo la tauhidi, jambo la kumpekesha Allah, jambo la kumtakasa Allah hutoweza kulijua vile vile isipokuwa kwa elimu. Kwa maana usome, wastaghfir li dhanbik, nataka msamaha kwa dhambi zako. Wakaendelea kusema ahlul ilm baada ya kutolea ushahidi aya hiyo, wakasema thanau ala alulama fi alqur'ani ma'rufun, na jambo ambalo la kusifiwa wanachuoni watu wenye elimu katika Qur'ani ni jambo ambalo lilikuwa maarufu. Wa idha afna Allahu ala shay'in, basi tufahamu Allah anaposifu juu ya jambo au amara bihi au akamrisha jambo hilo, sara ibadatan, fahamu kwamba jambo hilo linakuwa ibada. Ukifanya wewe unapata thawabu. Simefahamu? Wewe ukifanya unaandikiwa thawabu katika jambo hilo, sababu hiyo ni ibada na hilo ni jambo ambalo Muislamu anatakana afungamane nalo. Kila jambo Allah amelisifu au ameliamrisha, basi wewe Muislamu kuwa mstari wa mbele katika kufungamana nalo, katika kujitahidi kujielekeza na kuhakikisha kwamba jambo hilo unalifanya katika hali iliyo nzuri. Kadhalika vile vile wa alayhi an yanwi bi talabi al-ilm, ni juu yake mwanafunzi mwenye kutafuta elimu anuie kwa kule kutafuta kwa elimu, rafa al-jahli an nafsihi, kuondosha ujinga kutoka katika nafsi yake, yeye mwenyewe ajiondoshee ujinga ile nafsi yake, wa an ghairihi, na kuondoshea watu wengine. Lianna al-asla fil insan al-jahl, kwa sababu asili kwa mwanadamu ni nini? Ni ujinga. Sema anuie bi talabi al-ilm, kwa jambo la kutafuta elimu, rafa al-jahli, kuondosha ujinga, an nafsihi, kutoka katika nafsi yake. Manake yeye mwenyewe ajitahidi ajiondoshe nini? Ajiondoshe ujinga katika nafsi yake, aseme kwamba mimi kumbe natakana nisome, nijue masala ya dini na elimu. Usifikirie utasoma mara moja ukaona ushadhibiti elimu. La, elimu kila siku mtu anatakana asome, kila siku asome, na kusoma kunakuwa kunabadilika. Unaanza madrasa unakuja zako, hakuna hata mwanachuoni mmoja unamjua wewe katika dunia isipokuwa mwanachuoni huyo bado anaendelea kusoma. Fauzani ukimtaja basi anaendelea kusoma, bado anasoma. Sheikh Suleiman Ruhaili bado anasoma. Sheikh Rabi ni mgonjwa lakini kwa mzima bado anaendelea kusoma, na bado katika ugonjwa wao pia wana taratibu zao za kusoma. Inawezekana kwamba yuko kitandani lakini amemweka mtu anamsomea kwa pengine Sahih Bukhari, Sahih Muslim, naye anasikiliza hadithi. Sijui umefahamu? Kwa sababu jambo la kusoma ni ibada, na unatakana muabudie Allah mpaka mauti ya kuchukue. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudie Mola wako mpaka yakini kufike, kwa maana mauti ya kujie. Kwa hiyo wanachuoni wanaendelea kusoma na bado wanasoma na bado wanajihesabu kwamba wao ni wanafunzi, wanasoma. Tena sio wanafunzi bali wanajiita wenyewe kwamba ni vijanafunzi vidogo, wanaendelea kusoma. Kwa hiyo alimu yoyote utakemtaja, mwanachuoni yoyote, bado basi ujue huyo bado anaendelea na jambo la kusoma. Kusoma ni jambo ambalo lilikuwa likatiki, kwa sababu masala ambayo uliokuwa huyajui ni mengi mno kuliko masala ambayo uliokuwa wewe unafanya nini, unayajua. Uliokuwa unayajua ni kidogo mno kuliko yale ambayo uliokuwa huyajui. Kwa hiyo kila siku unatakana usome, kila siku unatakana kwamba ujibidishe katika kusoma mpaka ufikie pahala ambapo ulipokuwa mazuri, na huku ukawa unautumikia Uislamu. Wa an ghairihi, na vile vile anuie kumuondoshea mtu mwingine ujinga, watu wake wa karibu, mama yake, baba yake, ndugu zake, mke wake, wanawe na wengineo katika waliomzunguka na wale ambao walikuwa wako nao karibu. Lianna al-asla, kwa sababu asili fil insan, kwa mwanadamu, al-jahl, ni ujinga.
Dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum, na Allah yeye amekutoeni, min butuni ummahatikum, kutoka katika matumbo ya mama zenu, la ta'lamuna shay'a, hamjui chochote kile. Allah amekutoeni katika matumbo ya mama yenu, hamjui chochote. Mkono ukiambiwa onyeshe mkono, hujui mkono ndio upi, pua hujui ndio ipi, sikio hujui ndio lipi, lakini Allah akaanza kukufundisha, akaanza kukujulisha, ukajua pua ni ipi, ukajua mkono ni upi, ukajua viungo vyako kwanza ukavijua ni vipi, baadaye ukaanza kujua mambo kidogo kidogo mpaka ukawa ni mwenye kuchanganya, ukajua mambo yote kwa jumla wake, kiasi ambacho leo ukiulizwa huu ni nini, naambia mbona unatufanyia istizai, bwana unatufanyia sheri, unauliza jambo ambalo kama ni maarufu, kwa sababu tayari ushalikariri mpaka shakuwa ni sehemu ya mwili wako. Ukiulizwa hujiulizi wewe kwamba huu kwa hebu subiri niangalie una vidole virefu au vifupi, kwa vifupi itakuwa mguu, usemi hivyo moja kwa moja, wewe unasema kwamba huu ni mkono, kwa sababu tayari ile jambo lishakaririka katika akili yako na tayari kwamba unalifahamu. Kadhalika vile vile masala ya elimu, hivyo ndivyo ambavyo yalivyo. Lakini kabla hapo wewe hukuwa ni mwenye kujua chochote, ulikuwa ni jahil, ni mtu mjinga, hujui chochote kile, lakini Allah akakufundisha haya, akakufundisha yale, na bado kuna mambo yajui. Wewe ni Mswahili mathala, lakini inawezekana akaja Mswahili akazungumza Kiswahili, simefahamu, akataja neno la Kiswahili, wewe ukaliona ndo kwanza geni jambo hilo. Wao kwa wao lishakuwa maarufu, wanalijua kawaida, tena Kiswahili kinajulikana, lakini kusema mimi silijui hili. Kwa mfano mtu akisema oderani, watu oderani ndo nini yani? Hajui mtu, sifahamu, lakini anajua kwamba mwingine, kwa sababu anajua kwamba oderani ni sehemu ambayo ukingoni. Simweke mtoto oderani, maana yake kwamba usimweke ukingoni, atakuja kuanguka. Kiswahili, lakini sasa hukuwa mwenye kujua kabla hapo, simefahamu. Kwa hiyo yale ambayo ulikuwa unayajua ni kidogo mno kuliko yale ambayo ulikuwa huyajui. Sasa seuze katika dini yako, maana yake katika dini yako ni mengi sana ambayo ulikuwa unayajua kuliko yale ambayo ulikuwa unayajua. Sasa Allah anasema akhrajakum min butuni ummahatikum, amekutoeni kutoka katika matumbo ya mama zenu, la ta'lamuna shay'a, hamjui chochote kile. Waja'ala lakumus samaa wal absara wal afida, akajalia kwa ajili yenu nyinyi as-samaa, usikivu, wal absara, na macho, wal afida, na vile vile akajalia vile vile nyoyo, la'allakum tashkurun, ili mpate kushukuru, Kwa hiyo Allah amekujalia ukaona usikivu wewe, akakujalia ukao na macho unaona, na akakupa moyo vile vile. Ni neema kubwa sana katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa amekupa, akakufundisha mambo ambayo lam takun ta'lam, hukuwa kabla hapo kwamba unayajua mambo haya kabisa, lakini Allah akakufundisha na akakuongoza. Walwaqi'u yashhadu bidhalika, na hali halisi inashuhudia jambo hilo, yani hali halisi inashuhudia jambo hilo. Mwanadamu mwenyewe anajijua, bali insanu ala nafsi basir, mwanadamu mwenyewe anajifahamu kwamba mimi sikuwa mwenye kujua lolote wala sikuwa mwenye kufahamu lolote, lakini Allah amenifundisha na akanijalia kuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo fatanwi bi talabi ilmi, basi nuia katika kutafuta elimu, rafa aljahli an nafsika, kuondosha ujinga kutoka katika nafsi yako, wa bidhalika tanalu khashyata Allah, na ukinuia hivyo, yassarani Allah wa iyyakum, Allah tuepesishe sote kwa jumla wake, ukinuia hivyo basi jambo hilo litapelekea kwamba uweze kupata hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ile khashyatullah ndiyo itapatikana ambayo Allah amezungumza katika sura Fatir katika aya nambari 28, inma yakhsha Allah min ibadihi alulama, kwa hakika wale ambao wenye kumwogopa Allah kiukweli kisawa sawa, basi ni wale ambao wenye elimu. Hao ndio ambao wenye kumwogopa Allah na wenye hofu ya kweli, hasa wanamwogopa Allah katika dhahiri yao na katika siri yao. Tumuombe Allah na sisi atupe ladha ya elimu hiyo ya kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika siri zetu na katika dhahiri yetu. Tumchunge Allah katika siri zetu na katika dhahiri yetu, kwa sababu ni jambo ambalo mtu akikoseshwa, huyu mtu yupo katika balaa lilokuwa kubwa sana. Na ambaye anafanya mambo kwa kuwachunga watu, akawa anajifanyia mambo kwa kuwachunga watu, asimwogope Allah,
basi anoharibu ni mengi sana katika dhahiri yake na katika siri yake. Anoharibu ni mengi sana. Lakini yule ambaye mwenye kumchunga Allah katika dhahiri yake na katika hofu yake, huyu anoyapatia ni mengi sana kuliko yale ambayo anawakosea, kwa sababu anamchunga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu akiwa hamchungi Allah akaona kana kwamba Allah hayupo, huyu atafanya manyago mengi sana, nasallallahu alaihi wasallam, na atakosea sana, sababu kuna pahala wale anawachunga hawapo, watu hawapo, yuko yeye, lakini Allah anamuona, kwa sababu Allah kwake hapafichikani chochote. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, hapafichikani chochote kwake, si katika mbingu wala katika ardhi. Simefahamu? Chochote kifichikana. Sasa huyu ndo ambaye wa kumhofu na wa kumchunga na kuhakikisha kwamba wewe unafanya kwa ajili yake. Sasa mwenye kutafuta elimu, jambo hili ikiwa iko nalo, ameruzukiwa jambo ambalo kwa kubwa sana. Kadhalika vile vile wakasema ahlul ilm wala talibul ilm, ni juu ya mwanafunzi mwenye kutafuta elimu, ayanu ya bi talabil ilm difa'an sharia, anuie katika jambo la kutafuta kwake elimu kuihami sheria ya Uislamu. Yani yeye anasoma kwa ajili ya kuihami sheria ya Uislamu, bali amuombe Allah hasa kwamba ya Rabbi, nakuomba mimi nifanye kuwa ni mlinzi wa dini yako, niruzuku ikhlasi, nifanye kuwa ni mlinzi wa dini yako, niwe ni mtetezi wa kuitetea dini yako, kutetea sheria. Lianna alkutuba, wanasema hadirini, kwa sababu vitabu la yumkin an tudafi'a an sharia, vitabu haviwezi vikahami sheria. Kitabu hichi hakiwezi kikahami sheria, kimeandikwa, kishaandikwa, kimewekwa sehemu, kitahami vipi sheria? Watu wanafanya maovu, wanafanya maasi, wanafanya uzinifu, hakiwezi kikahami, isipokuwa kitabu ni wasail, ni njia za wewe ukasoma kisha ukatumia ile njia kuweza kumkataza mtu maovu. Yani wewe usome ujue sheria ikoje, akisha kwamba ile sheria ndio wewe unatakana kwamba usimamie ile sheria. Lakini kitabu kwa mujarrad wa kitabu, watu wanafozinifa kisha kile kitabu pale mbele ya mtu afozinifa kisha ondoka zako, kitaweza kumkataza? Hakiwezi kumkataza. Lakini kitabu ni wasail, ni njia ambazo zinazotumika katika jambo ambalo lilokuwa la kuweza kufikia huko. Kwa hiyo wanasema kitabu hakiwezi kikasimama kikahami sheria, wala yudafiu an sharia illa hamilu sharia, wala hakuna mtu ambaye atakayeweza kuihami na kuitetea na kuilinda sheria ya Allah isipokuwa yule ambaye mwenye kuibeba sheria. Mwenye kuibeba sheria ni yupi? Ni yule ambaye alikuwa amesoma kisha yeye akawa amefanyia kazi yeye binafsi na akawa anaelimisha wengine, na huku akawa hakubali lifanye jambo la kimakosa linomkera Allah na lilokwenda kinyume na sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa yeye atalirejesha jambo hilo katika njia ambayo ilikuwa sawa. Wala talibil ilm, kadhalika vile vile juu ya mwanafunzi mwenye kutafuta elimu, ayamala biilmihi, kufanyia kazi ile elimu yake, aqidatan, kiitikadi. Kwa maana wewe itikadi yako kwanza unatakana usome ujue itikadi ambayo iko sahihi, ambayo kwa yuko nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, itikadi ambayo alikuwa nayo bwana mtume alayhi salatu wassalam. Na wewe ndivyo ambavyo unavotekana kwamba uitakidi kama vile ambavyo alivyoitakidi bwana mtume alayhi salatu wassalam. Isiwe itikadi yako wewe kwamba ni itikadi ambayo ilikuwa mbovu. Na katika miji yetu hii watu wengi wameathirika na itikadi ya kiashaira, itikadi ambayo inakwenda kinyume na itikadi iliyokuwa sahihi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa vipi utajua itikadi? Ina maana usome vitabu ambavyo vilikuwa vimeandika itikadi iliyokuwa sahihi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameifundisha. Na hao na wao vile vile wanadai kwamba hiyo ndio itikadi ambayo ilikuwa sahihi, au ashaira wanadai kwamba itikadi iliyokuwa sahihi. Na miongoni mwa mambo ambayo wanasema kwamba Allah yupo popote. Simefahamu? Wanasema Allah yupo popote, yani ile dhati yake mwenyewe Allah yupo popote. Hapa sisi tulipo yupo, nyumbani kila mmoja alikotoka Allah yupo, sijui ashakuwa ngapi hapa, vyoni umo, majumbani, mitaani, darasa hapa ipo darasa, na kuna sehemu nyingine kuna darasa nyingine tofauti tofauti pia, manake wanasema Allah yupo. Sasa wangapi washakuwa hao? Shakuwa wengi. Sasa hiyo si itikadi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yeye Allah mwenyewe amesema arrahmanu ala al-arshi istawa, Allah mwingi wa rehema yuko juu ya arshi amestawi, wal istiwa'u ma'rufun,
Kustawi kwa Allah kunajulikana kwamba Allah amestawi. Kila ambaye alikuwa anaitakidi ile kwa itikadi sawa anajua kwamba Allah amestawi. Wal kayfu majhul, lakini kaifia ni jambo ambalo lilikuwa halijulikani. Wasualu anhu bid'a, na kuuliza vipi amekaa Allah ni jambo ambalo lilikuwa la kibida, haifai kuuliza, bali Muislamu atakana aitakidi hivyo kwamba Allah yupo juu. Na ndio maana sisi tukiomba dua tunaelekeza mikono yetu juu kumuomba aliyeko juu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa watu wa bid'a, watu wenye itikadi ile kwa potofu wasema sisi bado tukiomba mikono tukielekeza mikono yetu juu tunaomba uko juu kuna kibla cha dua. Simefahamu jamaa akili zao zilivyokuwa mbovu. Tena shetani ameshakuachezea. Maana yake kwamba tukiomba sisi mara yake tunaelekeza mikono yetu juu, anasema kwamba uko juu kuna kibla cha dua. Wakati kibla sisi naelekea al-Kaaba. Hasa shetani amewachezea. Sasa wewe unataka uitakidi hivyo kama alivyotakidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah yuko juu, lakini elimu yake, usikivu wake na uoni wake ndio umekienea kila kitu. Popote pale ulipo, usikivu wa Allah upo, anakusikia, anakuona na anajua unachokifanya. Na ndio maana tukasema mtu ambaye alikuwa yeye anasoma kwa ajili ya kuitetea sheria ya Allah, kwa ajili ya Allah, huyu atakuwa anamhami Allah na huyu atakuwa anamchunga Allah, kwa sababu tayari anajua Allah anamuona, Allah anamjua, Allah anamsikia, Allah na hapafichikani kwake yeye chochote kile. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, hapafichikani chochote kile. Sasa itikadi ambayo kwa sahihi ni hiyo, au kiambiwa Allah anasikia, basi itikadi kwamba Allah anasikia kama vile ambavyo Allah alivyojithibitishia mwenyewe na alivyothibitishiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah anasikia. Na wewe itakidi kwamba Allah anasikia, Allah anaona, itakidi kwamba Allah anaona. Na hiyo ndio itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, itikadi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wengine wanaweza kusema kwamba ukisema manake Allah yeye ana mikono mathalan, sema usitafsiri mikono hapo, utakushamfananisha na kiumbe. Allah na mikono utakomfananisha na kiumbe, bora useme tu nguvu. Sasa ikiwa ukisema nguvu hujamfananisha na kiumbe, kwani kiumbe hana nguvu? Umeacha nini? Umetumbukia wapi? Watu wamepinda sana. Hanusema usiseme kwamba Allah ana mikono. Ukisema kwamba Allah ana mikono, nini shida yako? Au utakushamfananisha na kiumbe chake, kwa sababu viumbe na mikono na Allah na mikono utakushamfananisha. Tusemeje? Nguvu za Allah. Kwa hiyo kwani tusema nguvu za Allah na nguvu? Wewe mwanadamu una nguvu? Wewe mwanadamu unazo nguvu. Kwa hiyo utakushamfananisha. Hawa manake kwanza wao wamemfananisha Allah, kisha ndo wakaona jambo la kumtakasa Allah walete maana nyingine. Kumbe ndo wametumbukia katika jambo lile lile. Simefahamu? Bali ukisikia mikono ya Allah haifanani na kiumbe chake. Kwani sisi zinasema uso, Allah na uso, lakini nyuso zetu hazifanana na uso wake yeye. Na bali nyuso za viumbe wake kwa viumbe wake hazifanani. Uso wako wewe mwanadamu na uso wa jini unafanana? Uso wako wewe mwanadamu na uso wa punda unafanana? Lakini mbona unasema kwamba uso wa punda, unatumia neno punda na uso, mbwa na uso, kuku na uso, paka na uso, unatumia uso sio? Lakini je, uso wa punda na uso wa mwanadamu unafanana? Jawabu haufanani. Na lau kwamba leo hapa, mara nyingi napenda kusema, lau kwamba leo hapa wale mnangoja jamaa aje anatoa salamu, ile sauti yake asalamu alaykum, lakini uso wake wa punda, inakuwaje hapo? Akesha watu hofu inadunda, kila mmoja akashakimbilia mlangoni. Sasa nisubirini, msiondoke, mimi mwanadamu mwenzenu, subirini kwa disieni. Bila shaka utataka kuhadisiwa wewe, kwanza moja kwa moja utakimbia mbio, na itakuwa ni habari za mjini kwamba kaingia jamaa pale uso wake wa punda bana. Akesha anajidai kwamba tumsubiri. Panasubirika hapo. Simefahamu nini kilichokufanya wewe ukimbie? Kwa sababu uso wake yule mwanadamu alioingia umetofautiana na uso wako wewe, sio uso ule wa mwanadamu. Uso wake yeye ni wa nani? Wa punda. Kwa hiyo uko tofauti, na tofauti ile ndio ilokufanya wewe ingie hofu ukimbie. Sasa ukiambiwa Allah na uso, itakidi kwamba Allah na uso, lakini uso wake haufanani na viumbe wake.
kwa sababu hilo jambo amejithibitisha yeye mwenyewe na akathibitishiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo ndio itikadi ambayo ilikuwa sahihi, na hiyo ndio itikadi ambayo ilikuwa sahihi, itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Kadhalika mikono, wewe unao mkono na viumbe wengine vile vile mikono anayo. Mkono wako wewe na mkono wa jini tofauti, na unaweza kupita kiza hivi sehemu ukaona kono tu refu hivi ukakimbia mbio mbeleni huko ukakutana na rafiki. Nimeona mkono, lakini kwa vile nilivyoona ile mkono sio mwanadamu ule. Lakini umesema nini? Mkono. Lakini unasema sio mwanadamu. Kuonyesha umetofautiana mkono wako wewe na mkono wa ule uliouona. Maana ule uliouona ima akili yako itakwenda kwa ule mkono wa jini, lakini unaita mkono. Lakini vile vile kuna mkono wa shati, kuna mkono wa buli, kuna mkono wa kadha. Tunasema sisi mkono wa mkoba umekatika, tunatumia mkono, lakini inafanana? Eti haifanani, ni vitu viwili tofauti. Sasa na wewe itakidi ukiambiwa kwamba Allah anaishi, sema mimi naitakidi kwamba Allah ana uso lakini uso wake ufanana na viumbe vyake. Allah ana mkono lakini mkono wake ufanana na viumbe vyake. Allah anaishi lakini kifanana na viumbe vyake, kile ambacho alichokuwa yeye amejithibitishia. Kwa hiyo mwanafunzi anatakana afanye kazi elimu yake aqidatan, kiitikadi aitakidi hivyo, wa ibadatan, na kiibada, kwa maana ajitahidi katika elimu ambayo alikuwa amesoma afanye matendo ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhlaqan wa adaban, na vile vile kiakhlaki na kiadabu, wa muamalatan, na vile vile kimuamala, katika kuamiliana na watu. Basi elimu ndio itangulize katika muamala. Ajitahidi awe na muamala ambao ulikuwa mzuri na ndugu zake Waislamu, awe na muamala mzuri na wakubwa zake, awe na muamala mzuri na wadogo zake, awe na muamala uliokuwa mzuri na watu wa nyumbani ambao wanaishi nao, na kila ambaye unaamiliana naye ufungamanisha katika elimu, na isiyo kama muamala wako unaofungamanisha na watu wa kidunia. Lianna hadha huwa thamaratul ilm, kwa sababu jambo hili ni tunda la elimu, kwa sababu kufanya hivi ndivyo tunda la elimu linavyopatikana. Wa huwa natijatul ilm, nayo ndio natija ya elimu. Wa hamilul ilm kahamil lislahihi, na mwenye kubeba elimu huyo anakuwa ni kama yule ambaye alikuwa amebeba silaha yake, imma lahu wa imma alayhi. Ima ile silaha itakuwa anaitumia na itamletea manufaa, au itakuwa dhidi yake, huenda silaha ile ile ikamuua yeye mwenyewe katika vita. Sasa elimu ima itakuwa laka, ipo kwa ajili yako, wa imma alaika, na ima itakuwa dhidi yako. Kwa maana elimu ukisoma na ukaifanyia kazi, hii itakuwa inakutetea elimu, na itakuwa inakuhami elimu, na itakuweka katika mazingira yaliokuwa mazuri duniani na akhera. Na ikiwa hutoifanyia kazi, basi elimu itakuwa ni dhidi yako, itakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pabaya. Wa alayhi an yakuna da'iyan bi'ilmi, kadhalika vile vile mwenye elimu anatakana kwamba awe ni mlinganizi kwa elimu yake ila Allah azza wa jalla, waita watu kwa Allah azza wa jalla, kuwaita watu kwa Allah azza wa jalla, sawa ikiwa katika misikiti, sawa ikiwa kwamba wewe umetembea sehemu ukakutana na ndugu yako anafanya ovu miongoni mwa maovu, na wewe tayari una elimu ya jambo lile kwamba hili jambo anifanya na ndugu yangu ni jambo la makosa, unatekana kwamba mrejeshe. Wengi katika watu wanaona vibaya, shetani anawajia, anawalingania kwamba usimlinganie, atakuona umeleta jambo baya, atakuona kwamba vibaya, atakuhisi hivi, atakuhisi vile. La, unamwona ndugu yako anateketea, mlinganie. Unamkuta kwa pengine mathalan, na katika ulinganizi wako unatakana ukitangulize kile ambacho unajua hichi nikimlingania hichi, na hichi ambacho kilichokuwa kimedhihiri kitaondoka. Mathalan, unamkuta mtu amekata panki mnajua, nywele nyingine kubwa nyingine ndogo, amekata kibwenzi, amechonga nywele, ni jambo ambalo kwa limekatazwa katika sheria ya Uislamu. Lakini jiulize kwanza, huyo mtu anaswali? Simefahamu? Na wewe ukiwa hujajiridhisha na hilo, kwanza kaa naye, mwambie ndugu yangu unaswali? Mimi kuswali si swali. Mlinganie sasa katika jambo hilo la kuswali kwanza, kisha baadaye ndio utamlingania na jambo hilo. Sio kwamba umemkuta jamaa anakula mchana wa Ramadhani kwa mkono wa kushoto, anakula mchana wa Ramadhani kwa mkono wa kushoto,
Sasa wewe unakimbilia katika kumkataza, usile bana kwa mkono wa kushoto. Watu pia atakuona vipi? Kwanza mwambie mbona unakula mchana Ramadhani? Simefahamu? Mlinganie katika hilo, mbona unakula mchana Ramadhani? Akitoa sababu ambazo unajua sababu hizi ni sababu kweli za kisheria na anaruhusika ale, mathalan labda ni mgonjwa, simefahamu, yani uko katika hali ambayo ilikuwa sio nzuri. Sasa hapo ndio utaondoka, utakuja katika sababu ni jambo la pili. Mwambie lakini kwanza mbona unakula hadharani? Sheria kweli imekuruhusu ule, lakini usile hadharani kama hivi, sababu mwezi unakuona hupi heshima yake. Hakisha la pili unakula mkono wa kushoto, sheria pia imekataza. Simefahamu? Na hivi ndio mtu anatakana alinganiwe katika mazingira kama haya. Kwa hiyo mwenye elimu siku zote elimu yake ndio inamfafanulia kwamba huyu mtu huyu ambaye leo amekuja nimlinganie vipi, au huyu nilokutana naye nimlinganie vipi, katika mazingira yapi, na nimtoe katika mazingira haya nimweke katika mazingira haya, kwa hii elimu ambayo mimi nilikuwa nimesoma. Kwa hiyo ni elimu ambayo ndio mtu inamwangazia kwamba yule ambaye alikuwa amekuja amlinganie katika hali hii. Anasema yadu fi kulli munasabatin, mwenye elimu analingania katika kila mnasaba, fil masajid, katika misikiti, wa fil majalis, katika nini, katika majalis, wa fil aswaqi, na katika masoko vile vile, wa fi kulli munasabatin, na katika kila mnasaba, basi atalingania katika hali. Hadha nabiyu, huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, baada an ataahu Allah, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpa an-nubuwata wa risala, kumpa utume na ujumbe. Ma jalasa fi baitihi, mtume hakukaa nyumbani kwake akasema mimi nishakuwa mtume, mimi nishakuwa utume. Bal kana yad'u nasa wa yataharrak, bali mtume alikuwa akiwalingania watu na alikuwa akienda huku na kule katika jambo la kuwalingania watu, akiwatoa watu katika viza kwa elimu, sio kwa ujinga. Na yeye ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamu baadhi ya watu, baadhi ya mapote jamaatu tabligh wanatumia mwanya huu kwamba mtume yeye baada ya kupewa utume tu ameenda kuwalingania watu. Tumefahamu. Kwa hiyo na wao baada ya kushakuachishwa bangi, na wao baada ya kushakuachishwa unga pale pale kwamba amvishwa vilemba kisha nenda kulingania watu. La, sio hivi, bali kwanza unatakana ushibishwe kielimu, uwe kielimu, kwa sababu unapolingania ujue kwamba kuna masaili mengi sana yanaweza kadhihiri kwa wewe, na unaweza ukafanya nini, ukaipoteza jamii. Ujinga siku zote ni mtihani, na watu wajinga siku zote ndio ambao wanaleta mabalaa katika jamii, ikiwa kwamba wao ndio ambao walipewa mamlaka ya kuweza kuongoza sehemu, ya kuweza kuwasimamia Waislamu katika masala ya dini, lakini wanawasimamia kiujinga. Na maana huo ni mtihani na ni nini, na ni balaa. Bali mwenye elimu ndio ambaye atakayeweza kuongoza watu kisawasawa. Na ndio mfano katika jambo hili wanachuoni wanapenda kutoa mfano mmoja wa mmoja katika mwanachuoni, alikuwa ni mtabibu hodari sana. Sasa babake akaja kufa, yule baba mtu akafa, akabakia mtoto. Mtoto siku zote alikuwa akiambiwa na babake njoo mtusomeshe, mtoto hataki, akaacha vitabu vingi sana yule mzee katika masala ya tiba. Sasa wale watu wa mtaa na watu ambao walikuwa wanamjua yule mzee, yule shekhe alim, wakasema kwamba lakini huyu alim huyu amefariki, lakini ameacha mtoto, kwa hiyo haya mashakili yetu turudi kwa mwanawe atatusaidia. Mtoto jahil, hamna kitu yani. Basi wamekwenda watu wanamwendea, sina hichi, tuna kile. Sema subirini nitakujibuni. Akakumbuka yule mtoto kwamba baba kumbe kaacha vitabu, akaingia kwenye vitabu akapekura. Jicho lake likaja kuangukia hadithi nasema habati sauda shifaa min kulli da. Lakini sasa kile kitabu alichofungua kile kimekosewa typing error, kimechapishwa vibaya, likatokezea kosa pale, badala kuandikwa habatu sauda ikaandikwa hayatu sauda, nyoka mweusi.
Shifaa min kulli da, ni tiba kila kitu. Akamwambia hii itanisaidia hii, kila ugonjwa utakaokuja mimi nawapa hii. Kwa hiyo mtu akija tafuta nyoka mweusi, tena akitaja katika njia tofauti tofauti, tafuta nyoka wewe, kwa tatizo lako tafuta nyoka mweusi asife, akugonge, ile sumu yako utapoa. Mwingine anasema tafuta nyoka mweusi, yani msagesage kunywa. Kwa hiyo akawaulisha watu wengi sana, na anasema na chuoni inasemekana kwamba na yeye mwenyewe alipoumwa, kwa sababu wale waliokuwa wamewapa ile dawa naona hawaoni tena tu, kwa hiyo hamjii tena katika matatizo, wanajua washapoa, kumbe washakufa. Kwa hiyo akaona kweli hii imeleta shifa, na yeye mwenyewe ikamua ile. Sasa ndo anatulia mfano, anasema kwamba huu ni ujinga, ndio unapofikisha mtu pahala. Kwa sababu mtu ambaye alikuwa kasoma anajua kwamba nyoka mweusi dawa kivipi, yani vipi au nyoka mweusi dawa. Ukifuatilia unajua kumbe hapa pana tepingera, kuna makosa. Pia mfano huo wanaotolea kwa mtu ambaye anajisomea yeye mwenyewe vitabu, kama huyu ambaye alikuwa ameingia katika vitabu hakutaka kusomeshwa, akapata misingi ya kuweza kuingia katika vitabu, matokeo yake ndo akaolisha watu. Wa alayhi an yakuna mutahalliyan bil hikma, na juu yake kujipamba na hikma, haithu yaqulu Allah ta'ala, kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yu'ti al-hikmata man yasha, Allah humpa hikma amtakaye, wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, na yote ambaye atakayepewa hikma basi kwa hakika mtu huyo anakuwa amepewa khairi iliyokuwa nyingi sana. Wal hikma yakuna talibul ilm murabbiyan li ghairihi, na hikma ni kuwa mwanafunzi mwenye kutafuta elimu, murabbiyan li ghairihi, kumlea mtu mwingine, bima yatakhallaqu bihi min al-akhlaq, kwa yale ambayo alikuwa yeye amejipamba nayo katika zile tabia, wa bima yad'u ilayhi min dini Allahi azza wa jalla, na kwa yale ambayo yeye analingania watu kuwaita katika dini ya Allah azza wa jalla, bihaythu yukhatibu kulla insan bima yaliqu bihalihi, kwa namna ambayo yeye anamlingania na anamkhutubia na anamsemeza kila yule mwanadamu kwa ile hali ambayo inayostahiki, inayoendana na yeye, kwa maana analingania. Wa idha salakna hadha at-tariqa, wanasema ahlul ilm, tutakapopita sisi njia hii, hasala lana khairun kathir, patapatikana khairi ambayo ilikuwa kubwa sana, kiwa kwamba sisi tunalingania watu kwa mujibu wa hali ambazo wao walikuwa wako nazo. Kadhalika vile vile, wa ala talibin ilm, ni juu ya mwanafunzi mwenye kutafuta elimu, an yakuna sabiran ala alilm, au ni mwenye subra juu ya elimu, ay muthabiran alayhi, au mvumilivu juu yake, la yaqta'uhu, asikate hiyo elimu, kwa maana siwe ni mwenye kukata ile jambo la kutafuta elimu, wala yamallu, wala siwe ni mwenye kuchoka, bali yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadri almustata', bali awe ni mwenye kuendelea katika kutafuta kwa elimu kwa kadri ya ule uwezo ambao alikuwa amewezeshwa, ajitahidi, asiwe mwenye kulikata njiani jambo hilo, lakini ajue katika kutafuta kwa elimu kuna vikwazo vingi, kuna maadui wengi ambao wanozuia yeye asiweze kutafuta elimu, na adui mkubwa ni shetani alayhi la'natu min Allah. Huyu ndio ambaye adui mkubwa, na unatakana kila wakati umlani huyu, jilinde kwa Allah kutokana na shari zake, kwa sababu huyu ni adui ambaye alikuwa mkubwa. Kisa kila anaelezea Ibn Nasr katika Tabaqat, kisa ambacho siku moja Ibilisi alikuweko na watu wake, wafuasi wake, wakamuuliza, ambayo ni kisa maarufu, shakielezea sana. Kamuuliza, kwa nini wewe anapokufa mtu mwenye kufanya ibada unakuwa ufurahi sana kuliko akifa mtu mwenye elimu, unakuwa unafurahi sana? Kivipi? Akamwambia, intaliqu bi, ondokeni pamoja na mimi, twendeni. Wakaondoka pamoja na yeye, wakenda mpaka akafika kwa mtu ambaye mwenye kufanya ibada, lakini si mtu ambaye anajishughulisha na elimu. Ibada zake haziendeshi kielimu, anafanya ibada kwa wingi sana, lakini ibada zake hazina mafungamano ya elimu. Sasa
Alipomaliza ibada pale, Ibilisi akamuuliza swali yule jamaa pale, akamwambia, hivi kweli Allah na uwezo wa hii dunia yote hii ya kuifinyanga akesha akaitia katika yai? Nimefahamu ile swali. Yani dunia yote hii akafinyanga Allah akesha akaitia katika yai, hivi ana uwezo wa kufanya hivyo Allah? Akafikiria yule mwenye kufanya ibada kwa dunia mkubwa kuliko kiai, na viai viko vingi hata. Nimefahamu. Jawabu akasema hawezi. Ibilisi akaelekea wafuasi wake akamwambia, umeona, swali la kwanza tukashaanza kupotea. Swali la kwanza tukashapotea. Kaangalia dunia, akaangalia kiai, lakini akaacha kuangalia uwezo wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaambia tuondokeni, laana sije kashuka hapa ikatupata. Kaondoka. Kaambia wakaenda katika majlisi ya elimu, wakamkuta mwanachuoni anadarsisha, anatoa elimu. Alipomaliza kudarsisha, akamtupia swali lile akamuuliza, hivi inawezekana Allah kuichukua dunia yote hii akaifinyanga akaitia katika yai? Akamwambia ndiyo, inawezekana. Akaambia kivipi? Akaambia inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jambo lake anapolitaka uliambia tu kun, kuwa, fayakun, likawa. Akaelekea watu wake akamwambia, mnaona, huyu ndo mimi adui wangu huyu. Maana huyu nilipambana naye tangu kutafuta kwake elimu, ikawa nimeshindwa mpaka amekuwa sasa anasaidia wengine. Kwa hiyo huyu anawatoa watu katika kiza, na huyu mimi ndo adui wangu mkubwa. Mtu mwenye elimu, kwa sababu mwenye elimu anakwenda kwa misingi ya elimu. Lakini mtu ambaye alikuwa hana elimu, hajishughulishi na elimu, mawazo yake ndo anavyompelekesha. Kwa hiyo yule yeye akaona dunia ni mkubwa na kiai ni kidogo, ile jambo haliwezekani hilo. Akaacha kuangalia uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mwenye elimu anatakana kwamba yeye ajitahidi elimu yake ndiyo inamuongoza katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo faliyasbir, na asubiri, ala ilmi, juu ya kutafuta elimu, wala yamallu, wala sichoke, wala akashawishiwa na shetani. Fa innal insana, kwa sababu mwanadamu idha tarakahu almalal istahsara wa taraka, ikiwa mwanadamu atakuwa ameingiliwa na akafikiwa na kuchoka, basi mwanadamu huyo anakuwa anaingia katika hasara, na akaacha jambo la kusoma, basi ndio moja kwa moja anakuwa katika hali iliyokuwa mbaya. Kuchoka kupo na kudhoofika kupo, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna likulli shay'in shirra, au katika baadhi ya riwaya imekuja inna likulli amali shirra. Kwa hakika kila kitu kina uchangamfu wake, wa likulli shirra fatra, na kila uchangamfu una kuchoka kwake. Simefahamu, kila uchangamfu una kuchoka kwake na kudhoofika kwake. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, yule ambaye atakayekuwa kuchoka kwake, kudhoofika kwake ni kuelekea sunna. Manake yeye alikuwa anafanya ibada, lakini mara akaona amechoka na vitu kama hivyo, labda ansoma Qur'ani amechoka, acha nipumzishe kidogo, huko akaleta adhkar. Subhanallah, manake amechoka katika jambo fulani, lakini ameangukia katika jambo jingine. Simefahamu, anaswali swala za sunna, amechoka, akasema hebu acha mvute Qur'ani, asoma Qur'ani. Huyu mtu anakuwa ameongoka. Manake mtu kuchoka kwake kusiwe kwamba kuchoka kwa kuacha, yani amechoka jambo fulani lakini ameingia katika jambo jingine. Kisha akasema man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka, na yule ambaye atakayekuwa kuchoka kwake, kudhoofika kwake sio katika jambo la sunna, kutekeleza jambo la dini, basi mtu huyo anakuwa ameangamia. Ndo hawa, yani kwamba yeye amechoka, ameacha kabisa jambo la kusoma. Akiulizwa vipi jambo la kusoma, shasoma sana bana, naona inatosha tena, acha nitafute maisha. Kuna imamu mmoja wa msikiti, nikamwambia shehe, ninapokumbuka imamu wa msikiti kijana tu, lakini mbona umeacha jambo la kuswalisha, jambo la khair? Ustaze, maisha sasa hivi yanapiga kweli. Nikamwambia ulikuwa mtongoza msikitini, maisha kwanza, maisha ndio kitu cha mwanzo kwanza, sasa hivi natafuta maisha. Nikamwambia nani mpiga pamba kama si imamu tena, maisha kwanza. Sasa Ramadhani hii, kuna Ramadhani sijui ngapi,
kaonana naye msikitini, baada ya kuniona tu akacheka, akakumbuka vile vituko vyake. Na alitusalisha yeye swala hiyo ya magharibi, ilikuwa magharibi. Sasa nikamwangalia akanacheka. Maana nilikuwa nataka mwambie hebu njoo nikukumbushe maneno yako. Lakini kuniona tu akacheka. Sasa maisha mtu kweli anatafuta, lakini dini yake ndio kitu kikubwa sana chenye thamani kubwa. Maisha ni katika mlango wa dharura. Natakana utafute, lakini kwamba kuna kitu ambacho wewe ndio ulichowekewa hapa duniani, kumwabudia Allah. Na ibada maana yake lazima uisome, ndio taratibu ambao Allah aliweka. Na miongoni mwa kusoma ujifundishe jambo la kusubiri katika kutafuta elimu. Usiwe ni mwenye kushindwa njiani. Na kuna mengi kabisa wanachuoni wameyazungumza kuhusiana na mtu ambaye amejishughulisha na kusoma, lakini mwanadamu mwenyewe anajijua yeye mwenyewe kusoma kwake na zile harakati zake na zile tabu zake na yale ambayo alikuwa yuko nayo. Yeye mwenyewe anajijua mwanadamu kwamba mimi kusoma kwangu kumedhoofika, mimi kusoma kwangu kuko imara, mimi kusoma kwangu kuko katika hali fulani. Kila mwanadamu anajijua mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe unajifahamu, unajielewa. Na unatakana ujikague kwamba mimi kusoma Qur'ani najua. Hadithi nishasoma vitabu hivi, masala haya nishasoma hivi, na nafahamu nini mimi, labda nikiletewa maswali au kuna jambo linaweza kaja, nafahamu vipi mimi. Sasa wewe unatakana kwamba usome ili ufikie level ambayo kwa kwamba na wewe unatumikia Uislamu. Ili ukifika mbele ya Mola wako umwambie kwamba mimi nilifanya jambo hili na hili na hili. Miji yetu hii imeathiriwa sana na sekula, kuanzia chini mpaka kufikia juu. Lakini miji ya wenzetu baadhi yao walilahi alhamdu, kama miji ya Saudia, elimu ya dini, tauhidi ipo kwa wingi sana. Uzao mkuta jeshi lakini amesoma tauhidi kisasa na amesoma dini kisasa. Lakini miji yetu sisi na mitihani. Lakini sasa Allah amekupa taufiki wewe, akakuletea ilham, akakuzindua. Basi akishakuzindua katika hilo, shikamana na jambo la kusoma dini. Na hususan mwanamume anapata wepesi sana kuzinduka, sababu ile kuingia msikitini akasikiliza, kwa baina aliingia sehemu msikitini akasikiliza darasa, lakini amefika pale akakuta kuna darasa pale. Amekuja kuswali ile, lakini akakuta kuna darasa. Akasikia mawili matatu akazinduka, akasema kumbe mimi natakana nisome, sitekani niwe hivi. Akapata kuzinduka. Kwa hiyo akajiangalia kwamba mimi katika kusoma kwangu nina udhaifu na hichi, kwa hiyo nisome. Ili ukifika mbele ya Allah usiwe kwamba wewe huna hoja kwamba ya Rabbi mimi nikaa darasani nisoma. Kwa sababu yule ambaye atakuulizwa maswali yule kaburini, man rabbuka, ma taqulu fi rajuli alladhi bu'itha fikum, ma dinuka, yeye atabakia wale malaika watamsimanga, watambia ma daraita wa ma talauta, wewe ina maana hukusoma kabisa. Watamsimanga na kumwadhibu, ina maana hukusoma kabisa wewe. Sababu ukiangalia maswali mepesi sana, yani hana uzito wote maswali haya. Lakini ikiwa wewe si mtu wa tauhidi, ikiwa wewe si mtu wa dini, elewa maswali hayo hutoweza kuyajibu mpaka kiyama. Hutoweza kuyajibu maswali hayo mpaka utaingizwa wapi? Kaburini. Hutoweza kuyajibu maswali hayo, isipokuwa yule mtu ambaye alikuwa yeye amefungamana kisawasawa na dini yake, na kawa anampokesha Allah kisawasawa. Yani hata useme mwacha ni aliyekoze ya maswali. Yani ukikutikana unazunguka msikiti, marabbuka, rabbi Allah, ma dinuka, dini alislam, ma taqulu fi rajuli alladhi bu'itha fikum, Muhammad. Simefahamu? Kisha unampa mwenzako maswali, hebu fanya kama unauliza act kama ndio munkar wa nakiri yani. Simefahamu? Yani unaulize kazana, lakini usiniulize kama kwa pole yani. Watu wengine walikuwa wanafanyia kazi vitu kama hivyo. Mmoja anamuuliza marabuka, shika kazana hivyo, mimi sishtuki ati marabuka, bado kidogo ongeza sauti marabuka. Sasa ndio rabbi Allah. La,
yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah atathibitisha wale ambao walioamini kwa kauli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Hawa ndio ambao watakofanya nini? Atakawathibitisha. Fikini hapo kwa leo, wallahu a'lam.